kila msichana na mwanamke hapa nchini anapata nafasi ya kufikia ndoto zake. Ni vyema tuungane pamoja katika kuhakikisha kwamba mabadiliko tunayohitaji yanapatikana. Ndugu zangu, binafsi nilibahatika kushiriki mkutano ule na ninavutiwa sana kusikia kwa wakati ule kwa mkutano huo wa kihistoria unaongozwa na mama shupavu kutoka Tanzania, Kadhalika Mongera. Kupitia uongozi wake, Tanzania ilitoa mchango stahiki na kuacha mwenge wa matumaini ulioendelea na mageuzi makubwa kwenye haki za wanawake na mtoto wa kike wote ulimwenguni. Tunampongeza sana kwa mchango wake mkubwa. Leo hii miaka 30 baadaye, pamoja na matamko mengine ya kimataifa, tafakari kusema kwamba hatua mbalimbali za kisera na kisheria zimechukuliwa na zinaendelea kuchukuliwa katika kupambana na kandamizi na ubaguzi kwa mwanamke na mtoto wa kike. Watanzania wake kwa waume waliunga mkono maamuzi na hatua mbalimbali za kuwezesha mwanamke katika kipindi chote hiki. Hali inawezesha nchi yetu kupiga hatua kubwa katika usawa wa kijinsia. Kauli mbiu ya maadhimisho haya ina mnasaba mkubwa sana na matamko yale ya kimataifa. Kauli mbiu yetu inasema wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Hivyo hotuba yangu itanasibisha au itajielekeza katika jitihada mbalimbali zilizofanywa kutekeleza azimio la ulimwengu wa Beijing, malengo ya maendeleo ya SDGs na jukwaa la uzazi sawa. Kwa majina yangu naitwa Ana Masanja, msaidizi wa mdhibiti wa ukaguzi wa hesabu za serikali kanda ya Kaskazini. Tunafurahi sana kwa siku ya leo ambao nimejumuika na wanawake wenzangu kwa ajili ya kusherehekea siku ya leo. Pia nampongeza sana mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali Mr. Charles Kichele kwa kutuwezesha sisi kama wanawake kujumuika pamoja kwa ajili na wanawake wenzetu kwa ajili ya shughuli ya leo. Lakini pia nampongeza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa alikuwa pamoja nasi, alikuwa mgeni rasmi kwa ajili ya shughuli ya leo na ametueleza mambo mengi, akasisitiza kuhusu kauli mbiu yetu ya leo ambayo ilikuwa ni wanawake wasichana 2025 haki, usawa na uwezeshaji. Katika aliongea kwamba mama tunapokuwa pamoja tunatakiwa tuwe na usawa. Yaani kwamba wote tuna majukumu sawa ya kutenda, tunapokuwa katika uongozi tunatakiwa tuzungumze masuala la usawa. Lakini pia tuwawezeshe wanawake wenzetu, hata si wanawake tu, wanaume pia kusaidia kuwawezesha ili nao waweze kufika sehemu ambao wanaweza kufikia. Lakini pia yote au kuimarisha upendo, amani, kwa sababu vitawala vyote